Mvulana alichukua kwa siri kitambaa cha kusukia nywele cha msichana wakati wa masomo na akakivaa kwenye kifundo cha mkono wake kwa miaka 3. Lakini wakati wa mahafali ulipofika, aliona kwa macho yake mwenyewe mwanafunzi mwenzake aliyempenda kwa miaka 6 akimkumbatia mwanamume mwingine. Akiwa amevunjika moyo, aliamua kwenda kusoma nje ya nchi na akaapa kutomtafuta tena. Miaka 10 baadaye, baada ya kuhitimu masomo, alirejea nchini kwa mara ya kwanza kutembelea familia yake, lakini mama yake alimlazimisha kwenda kwenye miadi ya upofu. Ili kukwepa hilo, mwanamume huyo aliiba nguo za mhudumu, akavaa kama ombaomba na kuingia kwa siri kwenye harusi ya mtu mwingine. Unafikiri wewe ni nani? Ngoja nikwambie jambo. Katika mji mzima wa Jiangcheng hakuna mtu atakayekuoa. Mama yangu anaendelea kunishinikiza niolewe. Mimi pia nahitaji tu mtu wa kunisitiri. Kwa kuwa hakuna anayekutaka, nitakuoa mimi mwenyewe. Dada, nitakusaidia. Wakati huo huo aliposema hivyo, mwanamke huyo alimshika mkurugenzi mtendaji CEO kwenye kola ya nguo na kumbusu. Mkurugenzi mtendaji alifikiri kwamba amepata tu mwanamke yoyote wa kumsaidia kujisitiri, lakini aliishia kusajili ndoa na mwanamke aliyemzidi umri kwa miaka 10. Siku iliyofuata, mwanamke huyo aliona suruali ya jini iliyoratuka ya mume wake wa ghafla na akadhani kuwa ni maskini sana kiasi kwamba hawezi hata kumudu huo nzuri. Kwa kutopenda mume wake aone baridi, alikaza meno yake na kutoa kidani cha madini ya jet cha familia yake kwenda kukiuza. Mmiliki wa duka ambaye alikuwa anajua mambo mawili au matatu kuhusu madini ya jet, mara moja alikitambua kuwa ni chenye thamani kubwa sana na akatabasamu kwa shauku. Lakini wakati wakinunua nguo, mwanamke huyo alikuwa akiangalia nyuma mara kwa mara. Mwanamume huyo aligundua na kuuliza, "Dada Kim, kile kitu chako kilikuwa nini?" Kilikuwa ni kitu ambacho baba yangu aliniachia, lakini kukitunza hakuna faida tena. Ni bora kukibadilisha kwa nguo chache kwa ajili yako. Kwa nini wewe ni mwemba sana kwangu? Unadhani hiki ni kitu kikubwa? Kama isingekuwa wewe, ningekuwa tayari nimeshalazimishwa kuolewa na mtu kutoka familia ya Shen. Wewe ni hirizi yangu ndogo ya bahati. Kwa njia, ikiwa siku moja utagundua kuwa nilikudanganya, bado ungenitendea hivi? Wewe kunidanganya mimi? Wewe ni ombaomba mdogo tu. Ni kitu gani unaweza kuwa unanificha? Una njaa sana mpaka unahisi kizunguzungu. Njoo, nitakununulia chakula. Kitu ambacho mwanamke huyo hakujua ni kwamba mwanamume aliyedhani hawezi hata kumudu nguo alikuwa ni mkurugenzi mtendaji mwenye utajiri mkubwa sana. Bila kujua hili, alikuwa na pesa ya kutosha tu ya bakuli 2 za noodles za nyama ya ng'ombe, na hata hivyo alimpa yeye nyama yote. Kula wewe, bado unakuwa. Hizi noodles ni nzuri kabisa. Ndiyo. Xinjiang, ukosefu wa ajira unajisikiaje? Shen Yunlang, usifikiri kwamba kwa sababu tu umenifukuza kazi pale Dingchen basi nitainamisha kichwa changu. Nitapata kazi nyingine hivi karibuni. Hii ni mwanzo tu. Kama nikitoa amri, ni kampuni gani itathubutu kukuajiri? Hey, Shen Yunlang, ngoja niweke hili wazi. Dada yangu ana uwezo mkubwa sana na kampuni nyingi zingemtaka. Usipige simu tena. Wanaume wakipata pesa wanabadilika na matajiri wadogo hawafai kitu. Dada, hiyo si kweli kabisa. Sio matajiri wote ni wabaya. Umesema nini? Uko sahihi. Hakuna hata mtajiri mmoja aliye mtu mwema. Shen Yunlang, bado hujachoka tu. Nilishasema sitasitisha. Habari Miss Ding, tunapiga simu kutoka idara ya rasilimali wa watu ya Will Group. Tungependa kukujulisha kuwa una usahili kesho. Nini? Sawa, nimeelewa. Kuna nini kibaya dada? Ndiyo, naenda kutafuta kazi mpya na usahili kesho. Wewe ni hirizi yangu ndogo ya bahati. Ni kampuni kubwa gani? Hata kama ningekuambia, hungeijua hata hivyo. Vyovyote vile, ni kampuni kubwa sana. Mshahara wa kila mwezi ni 30,000. Naomba kuwa katibu wa mkurugenzi mtendaji. Kuanzia sasa, dada yako atakusaidia. Nenda kwenye usahili. Nilikuachia kifungua cha mwini tayari. Kweli ananitendea kama mtoto. Sawa, najua. Budha, tafadhali fanya usahili wangu uende vizuri. Kama hauendi vizuri, nitamsaidia mdogo wangu nyumbani. Umesikia? Bwana C anakuja kwenye kampuni leo. Papa wa kifedha. Wanasema kwamba miaka 4 iliyopita wakati wa mgogoro wa kifedha, wakati masoko ya hisani kote Jiangcheng yalipoporomoka, Bwana C alitumia ujazi wake mkubwa wa kibiashara si tu kuokoa familia ya C, bali pia kuanzisha Will Group. Na sehemu isiyoaminikana ni kwamba alikuwa na umri wa miaka 18 wakati huo. Yeye ndiye mume wa ndoto kabisa. Wanawake hawa wote wanakuja Will kutumaini kuwa mke wa mkurugenzi mtendaji. Mke wa mkurugenzi mtendaji? Mimi nataka tu hii kazi. Nyinyi wasichana mnaweza kushindia nafasi ya mke wa mkurugenzi mtendaji nyinyi wenyewe. Katika riwaya, wakurugenzi wakuu huwa na majina ya ajabu kimaropana. Jina la Bwana C ni nani? Hujui? Jina la Bwana C ni Xian. Anakuja. Jina langu ni Qingyan na umri wa miaka 30. Nimekuwa msimamizi kwa miaka 5 na leo naomba nafasi ya msaidizi wa mkurugenzi mtendaji. Ukiwa na stashahada ya ufundi tu, unathubutu kuomba nafasi ya msaidizi wa mkurugenzi mtendaji Will? Meneja Lu, elimu yangu si ya kuvutia sana, lakini nimefanya kazi katika tasnia hii kwa miaka 7 au 8 na na uwezo mwingi sana. Uwezo wa nini? Kazi za nyumbani, kumhudumia mume wako. Lakini Will ilikubali wasifu wangu wa kazi. Je, hiyo haimaanishi kwamba kampuni inatambua uwezo wangu? Tafadhali usishambulie utu wangu. Umri wa miaka 30, umeolewa na hauna watoto. Kama tukikuajiri, je, kampuni italazimishwa kukupa likizo ya uzazi? Kuwa mwanamke wa umri fulani kunahalilisha kunibagua. Usisahau kwamba wewe pia ni mwanamke. Bwana C, awamu ya kwanza ya mchujo kwa nafasi ya msaidizi wa mkurugenzi mtendaji imeshakamilika. Sasa wako kwenye awamu ya pili. Twende tukaangalie. Komenti kama unahitaji muendelezo.